Gari hii iliingia kihalali kwa kibali maalum cha muda mwaka jana mwezi wa kwanza, na likatoka mwezi huo huo mwezi wa kwanza kwenda kurudi kwao Kenya. Lakini mwezi wa 4 mwaka jana gari hii ilikutwa katika kijiji cha Rusewa ikiwa inafanya shanti ya mizigo kutoka kijijini kule kupeleka Masasi. Na maaskari wa Jeshi la Wananchi waliona hiki kitu sio cha kawaida, kwamba gari la kigeni kuingia vijijini ndani kabisa na kufanya biashara ya kusafirisha mizigo kana sio cha kawaida. Wakalishikilia hilo gari na ndipo waliwasiliana na ofisi yetu ya mamlaka ya mapato. Tulipokwenda kulikagua tukakuta halina nyaraka zozote za kuingia nchini, na zaidi ni kwamba hilo gari lishaonyeshwa kwamba lilisharudi Kenya mwezi wa kwanza, miezi 3 iliyopita. Kwa mujibu wa sheria za forodha ni kwamba gari yoyote ambayo inakuwa ndani ya nchi pasipo kufuata sheria, basi inatakiwa ilipiwe kodi zote zilizopaswa kulipiwa, na ikapigwa hesabu ikatakiwa ilipe kama kiasi cha shilingi milioni 60. Mtu aliyekutwa na hiyo gari hakuweza kulipa hiyo kodi ndani ya siku 90, na baada ya muda huo kupita gari hili lilichukuliwa kwamba aliyekuwa ameingiza gari ameshindwa kulikomboa, zikafanya taratibu za kulipiga mnada. Lakini baadaye walipokuja watu wa forensic kuja kulichunguza, wakakuta kwamba namba ile ambayo kwenye chassis number haikuwa sawa sawa. Kwa hiyo ionekani vizuri, ni kama imefanywa magumashi kidogo. Kitu ambacho kilisababisha kwamba kama ikiuzwa kwa raia inaweza ikapata shida katika usajili. Kwa hiyo wakachoamua kamishna wa forodha ni kwamba gari hii igawiwe kwa taasisi za kiserikali kwa ajili ya shughuli za taasisi hiyo. Na tulipopata maelekezo hayo, sisi tuliwasiliana na mkuu wa mkoa ambaye ndio mwenyekiti wa kodi, ambapo alipotoa maelekezo kwamba hii gari inatakiwa ichukuliwe na ofisi ya mkuu wa mkoa kwa ajili ya matumizi ya ofisi hiyo, na leo ndio tumekamilisha zoezi la kukabidhi kwa ofisi hiyo. Kwa kupewa gari hili, mimi niseme tutarahisisha utekelezaji wa majukumu ya kusimamia shughuli za utoaji wa huduma kwa wananchi na uwezeshaji katika sekta yote. Kwa mfano elimu, kuna swala la usafirishaji na upokeaji wa mitihani pamoja na majukumu mengine yanayoendana na hivyo. Wakati pia wa shughuli za uchaguzi kuna ubebaji wa vifaa na upelekaji. Kwa hiyo tulikuwa na upungufu, na wakati mwingine tulikuwa tunatumia magari ya halmashauri, lakini pia mkienda kutumia magari yao kule mnakuwa mnawabana wao pia sababu wana majukumu ya namna hiyo. Kwa kama mkoa tumepewa extra mileage kwa ajili ya kutekeleza majukumu yetu kwa viwango vya juu na kuhakikisha kwamba majukumu yanatekelezwa kwa ufanisi, lakini pia huduma kwa wananchi inazidi kuboreshwa.